mtu mmoja anaitwa Albert Pike. Huyu alikuwa ni Freemason degree ya 33. Yeye aliandika mpango wa kuponyesha jeraha la mauti la nani? La upapa, kwamba huo mpango ukifuatwa basi upapa utapata kupona jeraha la mauti. Na barua hii aliituma kwa mwenzake aliyekuwa waziri wa Italy, alikuwa anaitwa Giuseppe Mazzini. Huyu hii barua alikuwa amebuni vita ambayo itapelekea huu papa uliopoteza nguvu kuweza kurejea tena katika madaraka. Na katika barua hii ndipo tunakuta kwamba kuna mpango wa vita ya kwanza ya dunia alibuni, vita ya pili ya dunia pia alibuni, lakini pia akabuni na vita ya tatu ya dunia ambayo itatokea, na mwisho wa hii vita ya tatu ya dunia ni kusimikwa kwa utawala wa upapa, kusimika mpango mpya wa dunia, kusimika mpango mpya wa dunia. Barua hii nitaisoma kama ilivyo, Nasema iliandikwa tarehe 15 mwezi wa 8 1871. Inasema vita ya tatu ya dunia ni lazima iinjiniwe kwa kutumia faida ya tofauti zilizosababishwa na maajenti wa Illuminati baina ya wanasiasa wa Kizayuni na viongozi wa ulimwengu wa Kiislamu. Itapaswa vita viendeshwe kwa mtindo ambao utafanya nchi za ulimwengu wa Kiislamu na nchi za ulimwengu wa Kizayuni zishambuliane na kumalizana. Wakati huo mataifa mengine yakiwa yametofautiana kimsimamo kuhusu vita hivyo, yatalazimika kupigana hadi kufikia kiwango cha kudhoofika kimwili, kimaadili, kiroho na kiuchumi. Kwa huyu jamaa alikuwa amebuni kwamba kupitia hii vita ambayo itapigana kati ya ulimwengu wa Kizayuni, yani nchi ambao ziko pande wa Kizayuni, yani nchi ambazo wanawasapoti taifa la Israeli, lakini pia na nchi ambazo zinasapoti mataifa ya Kiislamu, kwamba ipigane kwa namna hiyo, kwamba hawa Waisraeli wapigane na Waislamu. Sasa wao walilenga Iran, kwa kuwa Iran ndiye baba wa Waislamu. Yeye ndio mkubwa wa yani katika uchumi. Yeye ndiye nani? Yeye ndio mkubwa. Kwa lazima yeye ndio alengwe. Akilengwa yeye, akimalizwa hao wengine wote chini. Sasa walikuwa wamepanga vita ipigane kati ya Israeli na nani? Na Iran. Sasa Iran akisimama upande gani? Upande wa Waislamu. Kwa nchi zote ambazo wataona kwamba Iran anaonewa, hao wanaita nchi za ulimwengu wa Kiislamu. Lakini pia wale ambao wataona kwamba Israeli iko sahihi, na wao ndio wanasema hapo kwamba nchi za ulimwengu wa Kizayuni. Sasa lakini anasema kwamba vita hii, kwamba hao watu watapigana na kumalizana. Lakini pia anasema nchi zingine, mataifa mengine yakiwa yako katika mtizamo tofauti, huyu anamsapoti huyu na wengine wanamsapoti huyu, wakiwa katika namna hiyo. Lakini pia akapanga kwamba vita hii itapiganwa, hatimaye italeta udhoofu kimwili, kimaadili, kiroho na kiuchumi. Maana ni kwamba vita hii lengo lake ni katika hizo sehemu kubwa ngapi? 4. Kudhoofisha watu kimwili, kudhoofisha watu kiroho, kudhoofisha watu kimaadili, kudhoofisha watu kiuchumi. Ndio lengo la hii vita, ili utawala wa upapa
uweze kukamata madaraka tena katika ulimwengu huu. Sasa sisi leo tunakwenda kuangalia kiuchumi. Kinini? Kudhoofisha watu kinini? Kiuchumi. Watadhoofisha watu vipi kiuchumi? Kwa sababu hapo ndipo penyewe. Kiuchumi. Hapo ndipo penyewe. Kwa vita hii lengo lake ilikuwa ni hilo. Sasa shetani baada ya kumshindwa Yesu, alimshindwa Yesu mbinguni, akamshindwa Yesu duniani, akawageukia wafuasi wake. Na baada ya kumshindwa Yesu katika kaburi, Yesu akafufuka. Shetani alisema maneno haya. Tunaposoma kwenye kitabu hiki cha pambano cha Pendo Lisilo Kifani, ukurasa wa 84, ukurasa wa 84, kuna kichwa kidogo inasema haya ya 4 inasema hasira ya shetani. Hasira ya shetani inasema Shetani tena alishauriana na malaika zake, na kwa chuki kali dhidi ya serikali ya Mungu aliwaambia kuwa wakati ambapo angali ana uwezo na mamlaka yake duniani, juhudi zao lazima zizidishwe mara 10 zaidi dhidi ya wafuasi wa Yesu. Walikuwa hawajashinda katika shambulio lolote dhidi ya Kristo, lakini lazima wawashinde wafuasi wake. Anasema ikiwezekana katika kila kizazi ni lazima wajitahidi kuwanasa wale ambao wanamwamini Yesu. Ndipo malaika wa shetani wakaenda nje kama simba angurumaye akitafuta kuangamiza wafuasi wa Kristo. Kwa shetani baada ya Yesu kufufuka akakaa kikao, akajadili. Mbinguni kashindwa, duniani kashindwa. Sasa ni nani wa kuwashughulikia? Wafuasi wa Kristo. Kwa wafuasi wa Kristo, shetani amehakikisha hakuna atakayeingia mbinguni, lakini Yesu ni mwaminifu. Tunaambiwa kwamba tutashinda kwa damu ya mwana kondoo. Tutashinda kwa damu ya mwana kondoo. Sasa hebu tuone matokeo ya hii vita katika hali ya kiuchumi. Matokeo ya vita hii katika hali ya kiuchumi. Sasa ili kufanikisha ajenda zao za kumsimika hapa madarakani, mwaka 2009 wanabilda bega hawa ni wakuu wa viwanda vikubwa duniani walikaa kikao na wakajadili mpango ambao utawezesha uchumi wa dunia kushuka kweli, ili kupitisha au kuleta mfumo mpya ambao utatawala dunia, mfumo wa pesa ya kidijitali, pesa ya kimtandao. Kwa walikaa kikao 2009 wakajadiliana namna gani watakavyofanikisha jambo hili. Na kusudi kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba dola ya Marekani inashuka hatimaye inatokomea. Sasa katika ajenda zao, katika makubaliano yao walikubaliana kwamba uchumi wa dunia, yani kuwepo na mgogoro wa uchumi wa dunia utakaodumu kwa muda wa miaka 10. Kwa muda wa miaka 10 uchumi wa dunia ufanyaje? Uporomoke, kuwa na mgogoro wa nini? Wa kiuchumi. Lakini baadaye wakakaa hawa wakubwa wa viwanda wakasema miaka 10 viwanda vyetu vitaporomoka. Wakasema kwamba turudishe iwe ni muda wa miaka 5, kuwa na mgogoro wa nini? Wa kiuchumi, muda wa miaka 5. Wakawa wamekubaliana hivyo. Sasa tangu hapo walikuwa wanatafuta namna gani ya kuleta huu mgogoro wa uchumi katika dunia hii. Sasa wanaipatia wapi? Ndio wameipatia katika vita ya Israeli na Iran. Wamepatia katika vita ya Israeli na nini? Na Iran. Ndipo wameipatia. Sasa tunakwenda kuona namna gani mdororo wa uchumi unavyokwenda kutokea. Sasa
Dola ya Marekani hatimaye tunaona kwamba inashuka thamani kama unavyoona na kama unavyosikia. Bani naye Dr. Abdallah Tegwe ni mtaalamu wa masuala ya benki na fedha akiwa Morogoro. Dr. Tegwe, tunashukuru sana kushiriki pamoja nasi. Kwanza, unatathmini vipi hali hii ambayo sasa imekumba katika masoko ya ndani lakini vile vile ya kimataifa ya uhaba wa dola ya Marekani? Asante sana. Kwanza, hiki ni kielelezo kwamba hali ya uchumi ya dunia haiko vizuri sana, na sababu kubwa ni kwamba tunaposema kwamba dola zinaonekana kwamba zimepungua, maana yake ni kwamba mahitaji ya bidhaa za nje ni makubwa kuliko ujazo wa pesa uliopo kwenye mzunguko. Sasa hii inasababishwa na sababu mbalimbali ambazo ni za kiuchumi. Kuna tatizo kwamba hali ya uchumi wa dunia kama nilivyosema sio nzuri sana. Lakini pili, kuna tatizo la upandaji wa viwango vya riba hasa katika nchi zile ambazo zimeendelea. Dola Marekani inashuka, inapotea. Yaani watu wa uchumi wenyewe wanasema kwamba dola Marekani inapotea. Yafanyaje? Inapotea. Kwa lengo lililopanga inakwenda kutimia. Sasa kinachokwenda kutokea ni kwamba itaonekana kwamba dola Marekani haina tena uwezo wa kushindana au kuokoa uchumi wa dunia. Kwa hiyo watakachofanya wataleta pesa mpya. Uchumi wa nchi yote inapokuwa inatetereka, kinachofanyika wanabadilisha pesa. Kwa uchumi wa dunia jinsi unavyozidi kuyumba, na pesa inayotumika kimataifa katika masuala ya biashara ni dola, kitakachofanyika ni kuleta pesa mpya ili kufidia. Wataleta mbadala. Sasa mbadala huu ndio wanaita nini? Pesa ya mtandao, digital currency, pesa ambayo haishikiki kinini kwa mkono, pesa ambayo itakuwa ndani ya nini? Ndani ya mfumo wa kimtandao, ndani ya mfumo wa kielektroniki. Kwa hiyo walikuwa wampanga hivyo kuyumbisha uchumi wa Marekani. Sasa katika mfumo huu ambao unakuja ulimwenguni, inatakiwa vitu vikubwa vitatu uwe navyo. Jambo la kwanza, uwe na benki account. Jambo la pili, unatakiwa uwe na nini? Na smartphone. Uwe na smartphone. Jambo la tatu, uwe na ID. Sasa hapo kwenye ID hapo tutakuja kujifunza mbele. Uwe na kitambulisho, tutakuja kujifunza mbele. Kwa cha kwanza ni benki account. Jambo la pili, uwe na smartphone. Kwa itakayotumika kwenye mfumo wa hela ni smartphone. Jambo la tatu, uwe na kitambulisho cha kielektroniki. Sasa hawa watu wanaoendesha haya mambo huwa wanawaandaa wakazi wa dunia kwa yale wanaopanga kuyafanya katika dunia hii. Huwa wanatengeneza filamu, huwa wanatengeneza movie, wanatengeneza katuni nini ambazo zinaendana na kile walichokuwa wamekipanga, ili kuandaa watu kwa yale yanayokuja mbele, ili watu wasije wakashtuka. Sikiliza hivi. Today, we will be diving into the world of conspiracy theories as we take a look at predictive programming. What is that, you may ask? Well, predictive programming is a theory that the government or people of power are using movies, shows, or even books to prepare us for the future. They have planned these future events and show it in the media years before it happens. If you're a conspiracy theorist, this most definitely is the video for you. From predictions of what our world may look like one day to potential predictions of some of our most horrible and catastrophic world events, today's list is definitely going to be an eerie one as we dive into the top 10 scary examples of predictive programming. Starting off this list